Vijana tuyajenge. Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana, Utajiri na Nauka, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, Wizara ya Vijana, Mapana, viongozi wa mkoa, viongozi wa wilaya, pamoja na viongozi wa taasisi mbalimbali, pamoja na vijana. Kazi na utu. Kazi na utu. Ambaye nimesimama mbele yenu, ninaitwa Kelvin Kibenje. Mimi ni kijana ambaye mwezi wa 5 mwaka 2018 niliamua kwamba mimi nitakuwa sio kijana ambaye ninalalamika, ila nitakuwa ni kijana ambaye ni mwajibikaji. Na hii niliamua kwa dhati kabisa baada ya kuhudhuria semina kama nyinyi ambavyo mmehudhuria hii siku ya leo. Alafu ile semina jinsi ilivyokuwa, aliyekuwa ameiandaa ni aliyekuwa anasimamia hapa challenge ya mawazo ya biashara, Dada Amina. Alafu mgeni rasmi, nadhani alikuwa mgeni rasmi, alikuwa ni mmoja ya watu wa mada siku hiyo, ni Mheshimiwa Waziri Joel Nanauka. Na mimi tupige makofi mengi. Kwa hiyo kuna maneno ambayo walizungumza hapa, nilikuwa bado niko chuoni. Kwa kuanzia siku ile kuna kitu kingi ambavyo nilijifunza. Kwa hiyo na mimi ninaamini wewe ambaye umehudhuria siku ya leo, kuna kitu ambacho utajifunza na ukiamua kukifanyia kazi, hautokuwa kijana ambaye unalalamika. Kwa sababu vijana ambao wanalalamika au mtu yote yule ambaye analalamika anajitoa kwenye nafasi ya uwajibikaji. Anadhani kwamba watu wengine ndio wanapaswa kuwajibika kwa ajili yake. Sasa unapojitoa kwenye nafasi ya uwajibikaji kwa watu wa kulalamika, hauwezi ukaiona fursa yoyote ambayo inakuja mbele yako. Kuna msemo ambao na kipointi ambacho amekizungumza Mheshimiwa Waziri, akasikia kama vijana wengi mlikisikia kukiandika. Alisema hivi, zamani ilikuwa ili uweze kufungua mlango, ilikuwa inabidi uwe na nini? Uwe na funguo, si ndio? Lakini siku hizi ukiusogelea tu mlango, na milango ambayo ukisogelea inafanyaje? Inafunguka. Ndivyo hivyo iko kwenye fursa. Na fursa mojawapo ambayo haihitaji sana uwe na funguo, ila unapaswa tu kuisogelea, ni fursa ya kutumia internet pamoja na mitandao ya kijamii vizuri. Internet pamoja na nini? Na mitandao ya kijamii vizuri. Na mimi ndio fursa ambayo mimi mara nyingi huwa ninaitumia tangu mwaka 2018 nilipoacha kulalamika. Sasa nataka nizungumze kidogo juu ya namna ambavyo unaweza kuitumia fursa hii vizuri ya mitandao ya kijamii pamoja na internet kuweza kujenga uchumi wako binafsi, lakini pia kuweza kuanza biashara pamoja na kujitengenezea ajira wewe mwenyewe, lakini pia kutengeneza ajira za vijana wenzako. Tuko pamoja vijana? Sasa inabidi tufahamu kitu kimoja. Mitandao, kuna namna mbili ambazo unaweza kutengeneza pesa kupitia mtandao. Njia ya kwanza ni mitandao yenyewe inakulipa. Mitandao yenyewe inafanyaje? Nadhani vijana wengi tunafahamu kwamba siku hizi hata Facebook inakulipa kwa kutengeneza content. Yaani yale maandiko ambayo unaandika, zile videos ambazo unaposti, yale picha. Unaweza kuona unajiwishi birthday, alafu ukatengeneza nini? Ukatengeneza pesa. Facebook wenyewe wakakulipa, TikTok wakakulipa, au ukiwa una post content zako YouTube wakakulipa. Na tumeona vijana wengi wakiwa wanafanya hivyo. Kwa hiyo mitandao inakulipa wewe direct. Hiyo ni fursa. Lakini njia ya pili ambayo hii nitaizungumzia sana na ndio njia ambayo ni nzuri zaidi hasa kwako wewe ambaye umefika chuo, ni kutumia mitandao kama platform ya kuweza kupata pesa. Kutumia mitandao kama daraja la wewe kuweza kupata pesa. Unaitumiaje mitandao kama platform au kama daraja? Hapa kila mmoja
aliyepo hapa lazima ana kitu kimoja au zaidi ya kimoja kwenye vitu vitano ambacho unaweza ukavitumia kama daraja kwenye mtandao uweze kupata pesa. Jambo la kwanza, unaweza ukatumia mitandao kuweza kuuza taaluma ambayo unasomea. Kuweza kuuza taaluma hii ambayo uko chuo mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu na kuendelea, chochote kile ambacho umekisoma au chochote kile ambacho nakisoma sasa hivi, kuna mtu kule nje ambaye anahitaji hiyo taaluma yako kama suluhisho kwenye maisha yake au kwenye biashara yake au kwenye jamii. Sasa ili huyo mtu ambaye anahitaji hicho kitu uweze kumfikia, unapaswa utumie mitandao kama daraja. Huko nje kuna watu wengi sana ambao wameanzisha biashara. Kwa mfano mmoja mdogo ni biashara ya ufugaji wa samaki. Unajua siku hizi vijana wengi wanafuga samaki, watu wazima wengi wanafuga samaki. Sasa kipindi wakati niko chuo, bado chuo nilipokuwa ninatoka ilikuwa imeanzishwa kozi moja ambayo ilikuwa ni ya viumbe maji, aquatic. Sasa ile kozi ilikuwa ni mpya. Nakumbuka pale chuoni watu ambao tulikuwa tunawacheka sana walikuwa ni watu ambao wamesoma hiyo kozi. Sasa tunasema nyinyi mmesoma viumbe maji, nasoma mambo ya samaki, ufugaji wa samaki. Nitakuja kukulipa vipi? Lakini leo ni miongoni mwa watu ambao wanatengeneza pesa sana kupitia mitandao kwa kuwafundisha watu wengine au kuwasaidia wale watu ambao hawana taaluma. Hiyo taaluma ambayo unaisomea ni lazima kuna mtu ambaye anahitaji. Lakini namba 2, unaweza ukatumia mitandao kama platform ya kuweza kuuza ujuzi ulionao. Hakuna mtu hapa ambaye hana ujuzi. Tunapozungumzia ujuzi ni uwezo wa kufanya kitu kwa ubora au kufanya kitu vizuri zaidi. Na kama hauna ujuzi kwenye dunia ya sasa, utateseka sana. Mwambie mwenzako utateseka sana. Kwa nini utateseka sana? Kwa sababu watu watakupotea mawe, wakutwangia baba. Kwa sababu gani? Wewe hauwezi ukawasaidia kwenye kitu chochote. Ujuzi ndio unatatua matatizo. Watu wanahitaji wakupe nafasi kwa sababu unaweza ukawasaidia jambo fulani. Lakini sasa watu wanajuaje kwamba wewe una uwezo ambao ni ujuzi? Ni lazima uwaonyeshe, ni lazima wakusikie, ni lazima wakuone. Na utakuonaje kwenye platform ambayo tunao sasa hivi? Ni nini? Ni mitandao. Moja platform tunao ni nini? Ni mitandao. Ndio maana sasa hivi unaweza kuingia mtandaoni ukaangalia mtu ambaye anataka nafasi kubwa. Ukaangalia mtu ambaye anaingiza pesa nyingi sana. Na ukiangalia wewe unaona kabisa, maana huyu jamaa mimi nimewasha badi sana. Bali mimi nina uwezo kuliko yeye. Unaweza kuhisi kama vile anapendelewa. Hapendelewi. Ametumia mitandao vizuri kuonesha kile alichonacho. Na wewe nafasi hujaipata kwa sababu haujatumia mitandao kuweza kuonyesha watu wengine kile ulichonacho. Kwa hiyo inawezekana wewe kama una idea ambayo ni nzuri. Sasa namba 3, unaweza kutumia mitandao kama platform ya kuweza kuuza bidhaa ulionayo. Kuuza nini? Bidhaa ulionayo. Hii watu wengi tunafahamu, si ndio? Kwa hiyo inawezekana labda watu wengi tumezoea sasa vijana tunadhani kwamba hili mitandao hii lazima tuwe dancers, lazima tuwe comedian, ambao tunatumia ile njia ya kwanza. Lakini njia ya pili, wewe unatengeneza kacha, wewe unatengeneza chapati ambazo hazina nini? Hazina mafuta, na unaweza kupresent ile yako vizuri. Wewe na platform unaweza kutumia ile mitandao kuweza kuuza idea yako. Na bahati nzuri kuuza bidhaa. Na bahati nzuri sana ambacho tunapenda mitandao haina limitation. Wewe kwa mfano una banda lako hapo la kuuza kacha pembeni ya chuo, lakini mitandao inaweza kufanya ukauza hizo kacha zako hata Dubai, hata China, hata Marekani, kwa sababu umetengeneza tu content au umepost au umeongelea na mtu uko nje amependa na akanunua. Uza bidhaa. Namba 4 ni kipaji. Uza nini? Uza kipaji. Ninakumbuka wakati mimi niko chuo, kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anapenda sana kuogelea. Natoka tunacheka sana, wewe unaogelea, mambo ya kuogelea nini? Lakini alikuwa akiogelea anaenda kwenye mtandao Instagram, ilikuwa inachangamka sana, alafu anapost namna ambavyo anaogelea. Yaani leo anaogelea kama kipendeo, kesho anaogelea kama mama anaingia kwenye maji, alafu anatoka. Sasa toka tunacheka sana. Sasa sisi tunataka kuogelea. Kumbe bwana, watu ambao walikuwa wanafikiria sana mambo ya kuogelea wakawa wanasoma. Sasa mwaka 2020 kipindi cha corona, wakati watu wengi sana wameondoka,
yule kijana akaruka akaenda Sweden. Na nikamkumbuka sana kwa sababu alipoenda Sweden wakawa na beba vizuri na sisi marafiki zake wote akatublock. Lakini kilichofikisha kule ni nini? Ni kipaji. Kwa hiyo aliweza kutumia mitandao kama platform ya kuuza nini? Ya kuuza kipaji chake. Wewe una kipaji gani ambacho unacho? Na muda mwingine niwaambie kitu kingine ambacho ni kizuri sana. Kuwa na mitandao haihitaji uwe na followers wengi. Unaweza kuwa na marafiki sasa. Mimi nikiwa na followers 1000, nikiwa na followers 1000, nikaanza kuonesha kitu ambacho niko nacho. My friend, unahitaji mtu mmoja tu wa kuweza kununua hicho kitu ulicho nacho au kuweza kuconnect. Na ninaamini kabisa kila mtu ndani ya mtandao wa kijamii lazima angalau ana friend au follow angalau kuanzia mmoja. Kikubwa aweze kuwa nani? Kuwa sahihi. Si ndio? Hebu fikiria kwa mfano wewe una idea labda ya kuunganisha vijana wote Tanzania nzima. Hapo sasa watu wanaona kila kitu ambacho kinaendelea. Si ndio? Alafu ile idea yako una represent labda mtandao kwa sababu hauna watu wengi ambao wanafuatilia. Au kwa sababu hauna namna ambavyo unaweza ukamfikia labda waziri. Lakini nisikia kwenye mtandao wamefollow tu watu wawili. Si ndio? Labda amefollow na yuko katibu mkuu, alafu hata mtu mmoja wako tu kwenye mizani. Alafu mtu mwingine anafuata 10,000 au 100,000, lakini wamefollow watu ambao labda ni akina nani? Watu ambao wanacheza hofu. Na wana habari na wao ya vijana. Ina maana wewe ambaye una followers mmoja au wawili ambao wanaweza kuconnect kwenye fursa, una nafasi kubwa sana kwenye mtandao. Na bahati mbaya au naweza kaita bahati nzuri, followers wengi ambao wamefollow watu wafahamu ni akina nani? Si ndio? Na unaona kitu cha mbele wengi unakuja kwenye mitandao yao, hawajaandika title zao, hawajaweka picha, alafu unadala. Kumbe ungeweza kuonesha kitu kilicho nacho, ingekuwa ni njia mojawapo ya kuweza kujifungulia dunia. Tuko pamoja? Alafu jambo la tano ambalo unaweza kuuza ni nini? Unajua biashara sio kuuza bidhaa, ni pamoja na kuuza huduma. Kwa kuna kitu ambacho unakifikiria chochote kile, hata kama unatamani baadaye upate nafasi fulani yoyote, anza kutumia mitandao vizuri kuweza kujionesha. Sasa hii jambo la pili, uweze kupata nafasi, uweze kuuza, lakini pia uweze kujitengenezea kipato kupitia mitandao. Kuna vitu vitatu vya msingi sana ambavyo unapaswa kufanya kuanzia sasa hivi ukiwa huko chuo au umemaliza chuo. Jambo la kwanza, tengeneza ujuzi ambao unalipa. Tayari una kipaji, una ujuzi, tengeneza ujuzi ambao unafanyaje? Unalipa. Wakati hapo watu wana present hapa mbele, nilikuwa napiga story na watu wa Scientific Foundation. Nadhani tunasikia vizuri hapa mbele, si ndio? Namna ambavyo wana fursa, lakini pia ambavyo wanaweza wakusaidia wewe kama kijana. Akasema moja ya changamoto la vijana wengi wa Tanzania, hatuna ujuzi. Na ujuzi mmoja hapo ni presentation skills. Unajua unaweza kuwa na wazo nzuri sana, si ndio? Lakini ukashindwa kurepresent kwa watu. Ukashindwa kurepresent kwa wawekezaji. Ukashindwa kurepresent hata kama ni kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mwisho wa siku unaweza ukapa na wazo lako ambalo nini? Ni nzuri. Kwa hiyo kipindi huko chuo, hata kama ni mwasibu, tengeneza ujuzi ambao unaweza ukakulipa. Ujuzi mmoja wapo ni public speaking skills. Namna ambavyo unaweza kuzungumza mbele ya watu. Lakini pia kuna ujuzi mwingi ambao nikisema ni taji hatuwezi kukamaliza. Lakini ujuzi mwingine kwa sababu tunazungumzia mitandao ya kijamii, jifunze digital skills. Hata kama wewe ni mwasibu, hata kama wewe ni daktari, kwa dunia sasa hivi, pamoja na taaluma zote ambazo tuko nazo, bado tunahitaji digital. Karibia kila sekta sasa hivi inahitaji digital. Kwa hiyo jifunze ujuzi ambao unauzika zaidi sokoni, nje ya taaluma ambayo unajifunza chuoni. Jambo la pili, anza kujenga personal brand yako ukiwa bado uko chuo. Ukiwa bado uko wapi? Unataka watu wakujue kama nani? Kama unataka watu wakujue kama nani, sasa unaanza kujipresent mtandao ukiwa unacheza kila siku. Unataka watu wakujue kama mtaalamu, anza kushare insight za kitaalamu mtandaoni kuanzia sasa hivi. Kuna mtu atakuona leo anaweza kukuuzia, akakuona kesho akakuuzia, lakini siku ya tatu au siku ya kumi akasema leo kijana na kitu. Atafika mbali. Ana nini? Kwa hiyo akikuhitaji wewe unakuwa ni wa kwanza kuklik kwenye kichwa chake, kwa sababu amekuwa akikuona mara kwa mara unafanya hicho kitu, au anaweza akakufanyia recommendation. Kwa hiyo una mtaalamu wote, anza
kushare. Lakini kitu kingine, anza kuwa mshauri mtandaoni. Na tunashuhudia kile ambacho tunakifanya, anza kuwa mshauri. Kwa nini mshauri? Watu wanapenda kushauriwa, watu wanapenda kuelekezwa, lakini pia ushauri ni solution. Unamsaidia mtu sehemu fulani. Kwa hiyo anza kujenga personal brand, utambulisho wako. Unataka dunia ikutambue kama nani? Mitandao ya kijamii kwa sasa hivi ndio new CV. Kuna watu wengi sana ambao wanapata kazi kupitia mitandao ya kijamii. Mtu anapitia tu yake anasema, natamani kufanya kazi hapo, natamani niwe. Ni fursa fulani ndio inamfaa zaidi. Anza kujenga brand yako mtandaoni. Jambo la mwisho, hakikisha kama kijana mitandao ambayo ni kitu cha msingi sana, unaonekana na unasikika sana, lakini sio kuonekana na kusikika tu kwa kitu sahihi ambacho unatamani watu wakufahamu. Hii itakusaidia kuweza kuanza kuliko na mitandao yenyewe, lakini pia watu ambao wanahitaji kitu ulichonacho waweze kukipata. Hakikisha unaonekana na unasikika, na sio mtandaoni tu, hata kwenye platform kama hizi na sehemu ambapo unadhani kwamba kuna taasisi ambayo hii inakufaa. Anza kwenda kule, network, uonekane, usikike, watu wajue kitu gani ambacho uko nacho. Mimi naitwa Kelvin Kudenje. Be so good, they can't ignore you. Asante sana.